Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya habari ambazo zimesambaa huko mitandaoni bwana, ukipita katika peji mbalimbali za Instagram basi utakutana na hizo habari, lakini kiundani zaidi bwana, niko hapa kwa ajili ya kukupa explanation, yani maelezo zaidi kiundani kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Queen Frisian. Huyu bwana ni yule bonge la dada ambaye alionekana au alitrend sana kipindi kile ambacho Mbosso ametoa wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la Aviola. Nadhani utakuwa unafahamu hilo. Ngoma ya Aviola ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa sana kutoka kwa msanii wa Bongo Flava anayekwenda kwa jina la Mbosso, ambapo ngoma hiyo inapatikana katika project ya EP ambayo inakwenda kwa jina la EP ya Mbosso inakwenda kwa jina la Room Number 3. Sasa katika hii Room Number 3 EP hiyo ambayo Mbosso ameitoa wiki kadhaa au miezi kadhaa iliyopita, ngoma mbili zilipata mafanikio makubwa zaidi. Ngoma ya kwanza kabisa ni ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Power, lakini ngoma nyingine ambayo ilifanya vizuri katika EP hiyo ni hiyo nyimbo ambayo inaitwa Aviola, ambapo umo ndani bwana katika swala zima la dancing style bwana, kuna huyu bidada ambaye anaitwa Queen Frisian, ambapo bwana yeye amecheza hii nyimbo kwa style fulani hivi ambayo iliwavutia watu wengi sana, ambapo katika kile kipande katika wimbo huo wa Viola kuna kile kipande cha bonge la dada bwana, kipande hicho ndicho ambacho kimefanya bidada huyu aende viral, na mpaka sasa hivi watu wengi sana wanamfahamu kwa jina hilo la bonge la dada. Sasa kufuatia kwa fujo ambazo zilitokea siku kadhaa zilizopita hapo nyuma bwana, ni kwamba kuna habari ambazo huyu bidada Queen Frisian bwana amekuja kuzishare kupitia kurasa wake wa Instagram kuelezea kile ambacho kwa upande wake yeye ameeleza jinsi ambavyo polisi alivyomsaidia au alivyoonyesha huruma kwake, jambo ambalo kiukweli yeye mwenyewe limempa mtazamo mwingine kabisa tofauti na baadhi ya watu wanavyofikiria, yani kwamba huyu bidada Queen Frisian bwana katika yale machafuko kuna askari alimsaidia yeye. Lakini pia vile vile na yeye naye pia amepongezwa na wananchi wengi sana huko mitandaoni kutokana na kwamba kuna mtu amekuja kutoa ushuhuda kwamba huyu Queen Frisian aliokoa maisha ya mtu ambaye alikuwa amejeruhiwa katika fujo ambazo zimetokea siku kadhaa zilizopita. Kwa hivyo basi huyu mtu bwana ameweka comment yake imeenda viral na watu wengi sana wameiona jinsi ambavyo mwanadada huyu ambaye ni bonge la dada amemsaidia mtu na kuokoa maisha yake baada ya kujeruhiwa katika zile fujo ambazo zilizotokea siku kadhaa zilizopita. Sasa tukipitia ukurasa wake ye mwenyewe wa Instagram, Queen Frisian au bonge la dada ameandika kwamba Mungu hawai wala achelewi, lakini anajibu moyo wangu usifadhaike. Alafu hapa chini katika caption bidada huyu ameandika kwamba moyo una uchungu, kiza kumbukumbu mbaya kila ifikapo usiku, nakumbuka na kuwaza huenda bila Mungu kumpa huruma yule askari leo hii nisingekuwa na nyinyi hapa. Yote nasema asante Mungu, umenipa funzo lingine. Sasa kwa mujibu hapa wa maneno ambayo ameandika mwanadada huyu, hapa kuna maneno hapa ameandika kwamba moyo una uchungu, kiza na kumbukumbu mbaya kila ifikapo usiku, nakumbuka na kuwaza huenda bila Mungu kumpa huruma yule askari leo hii nisingekuwa na nyie hapa. Yote nasema asante Mungu, umenipa funzo. Sasa neno alilosema kwamba ameandika ili neno alilosema kwamba nakumbuka na kuwaza huenda bila Mungu kumpa huruma yule askari leo hii nisingekuwa na nyinyi hapa. Hili ni neno ambalo limeonyesha jinsi kwamba yeye naye pia alipata huruma kutoka kwa askari ambaye amemsaidia. Huenda labda bila ya hivyo hasa hivi asingekuwepo hapo katika mitandao akiwa anaendelea na mambo yake kama kawaida.
Kwa hiyo hapa ameonyesha kwamba yeye bwana amepata sapoti kutoka kwa askari. Kuna askari ambaye amemsaidia yeye kuokoa uhai au maisha yake kwa namna moja au nyingine, lakini pia vile vile huko mitandaoni bwana, kuna hizi posti ambazo zimesambaa baada ya hii comment kwenda viral. Kuna comment hapa ya huyu mtu ambapo ameandika kwamba huyu anafahamika kwa jina la Albert Honzigaiye. Ameandika kwamba Queen Frazione, huyu dada alitoka nje kubeba majeruhi na watu waliokuwa kwenye hatua za kupoteza maisha kabisa. Hakukaa ndani, alitoka kusaidiana na Watanzania wengine kujaribu kuokoa maisha ya wenzetu. Na kwa taarifa tu, dada Frazione yule majeruhi tulikuwa tumembeba kwenye kiti chekundu hakufariki, alipata msaada, alipelekwa hospitali ya Amana. Kwa hivyo basi yuko salama sasa hivi, anaendelea vizuri. Kwa hiyo uliokoa maisha ya mtu. Kwa hiyo hii bwana inaonyesha kama vile bonge la dada bwana ameokoa maisha ya mtu. Kuna mtu alikuwa amejeruhiwa, kwa hiyo ikabidi wambebe, wakamkalisha kwenye kiti, ikabidi wambebe kumpeleka hospitali ya Amana, na huyo mtu ambaye wamemsaidia sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kuna mtu hapa amekuja kutoa ripoti kumjibu Queen Frazione kwamba yule mtu ambaye alikuwa amemsaidia kumbeba bwana anaendelea vizuri, na kwa kifupi ni kama vile yeye ameokoa maisha ya mtu. Lakini pia vile vile yeye mwenyewe Queen Frazione bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram kama nilivyokusomea hapo, umeona ameelezea kwamba na yeye pia amepata huruma kutoka kwa askari baada ya kuwepo katika matatizo ambayo yalikuwa yamemkuta katika zile fujo. Basi moja kwa moja kuna askari pia amemuonyesha huruma, amemsaidia, na yeye pia ametoa shukurani kwa hicho ambacho kimetokea kwake, na huenda labda bila ya askari huyo kuonyesha huruma kwake, basi huenda sasa hivi asingekuwepo. Kwa hiyo na yeye pia amemshukuru askari aliyemsaidia, lakini pia wadau mbalimbali. Kuna mdau hapa ameenda viral kwa comment ambayo ameiweka akiwa anamshukuru pia Frazione huyu bidada kwa kile ambacho amekifanya kumsupport au kumsaidia mtu ambaye alipata majeraha. Kwa hiyo ni kama vile baada ya yeye kusaidiwa na askari, na yeye pia amelipa fadhila kwa mtu mwingine ambaye alikuwa na majeraha kwa kumsaidia kuokoa maisha yake. Kwa hiyo bwana ni story ambayo kiukweli imewainspire na kuwagusa watu wengi, imewafariji watu wengi sana huko mitandaoni. Kwa hiyo na wewe pia bwana ukiwa kama mdau, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.